Moja ya fununu kubwa za siri nchini Kenya ni ile inayosema kuwa Ronald Gideon Ngala aliuawa alipokataa kuhudhuria hafla ya Jomo Kenyatta ya Disemba 12, 1972. Hii ni simulizi kuhusu ukweli wa kauli hizo, pande mbili tofauti na mashahidi wanaokinzana, na kina cha kile kilichomfanyikia Ronald Ngala, shujaa mkubwa kutoka pwani. Hii ni filamu inayojibu maswali yote kuhusu kifo chake. Ronald Ngala alikuwa ni kigogo wa siasa za pwani na Kenya nzima kwa ujumla, na mchango wake katika harakati za kupigania uhuru wa Kenya unatambulika. Hata hivyo, kifo chake kupitia kile kilisemekana ni ajali ya barabarani kilizua tetesi na tumbo joto, huku kukiibuka shutuma na tuhuma za kuhusika kwa serikali kuu katika ajali hiyo. Hebu tumwangazie Ngala kwa kina na tuone ni kwa nini kifo chake kilizua hisia kali. Ronald Ngala alizaliwa mwaka wa 1922 katika eneo la Gotani, eneo bunge la Kaloleni katika kaunti ya Kilifi. Baadaye mwaka wa 1929 familia yao ilihamia kijijini cha Vishakani karibu na mji wa Kaloleni. Alisomea katika shule ya The Alliance High School na chuo anuai cha Makerere ambako alihitimu na cheti cha diploma ya ualimu. Alifanya kazi katika shule ya upili ya Mbale katika kaunti ya Taita Taveta, na baadaye mwaka wa 1952 akahamishwa hadi shule ya Buxton ambapo aliteuliwa kama mwalimu mkuu. Ni katika shule hii ya Buxton ambapo safari yake ya siasa ilianza wakati alipoteuliwa kama mwakilishi wa baraza la ushauri wa masuala ya Waafrika la mji wa Mombasa, akiwa mtetezi wa haki za watu weusi. Kwenye baraza hilo, Ngala alisema kuwa baraza hili halikuwa na huruma na hatma ya Waafrika, jambo ambalo lilimkera na kutaka kujiunga na siasa ya kitaifa. Ngala alichaguliwa kama katibu mkuu wa chama cha Kenya National Party KNP kilichoundwa 1959 na ambacho kilihusisha watu wa matabaka yote. Alipowania wadhifa wa mwakilishi wa baraza la utunzi wa sheria la Kenya Legislative Council LEGCO, Ngala aliwashinda wapinzani wake na kupata kura 3,400 dhidi ya 2,539 alizopata Dawson Mwanyumba na 2,267 za Francis Khamisi. Ngala alikuwa na ufuasi mkubwa miongoni mwa Mijikenda, na katika eneo nzima la Taita Taveta alipambana na Mwanyumba na Mwashumbe. Mjini Mombasa, Hamisi alikuwa na uungwaji mkono mkubwa, na wakati Ngala aliposhinikiza kuundwa kwa sehemu ya uwakilishi ya Mombasa, Hamisi alijiunga na bunge. Ngala alipochaguliwa kuingia katika bunge la LEGCO kama mwakilishi wa eneo la Pwani Mashambani, alijiunga na wanasiasa wengine waliokuwepo kama vile Tom Mboya, Oginga Odinga, Lawrence Oguda, Masinde Muliro, Daniel Moi, Bernard Mate na James Miumi. Muungano wao wa wawakilishi wa Kiafrika huo walijulikana kwa kutoa taarifa kali zilizoshutumu serikali ya ukoloni. Kwa mfano, muungano huo ulipinga katiba ya Littleton ambayo ilionekana kuwakandamiza Waafrika. Wawakilishi hao walikataa katakata kuchaguliwa katika baraza la mawaziri la mkoloni. Misimamo yao mikali ikapelekea kuwepo kwa majadiliano ya Lancaster mjini London katika mwaka wa 1960, huku wakishinikiza kuwepo kwa katiba mpya. Majadiliano yao pia yalipelekea kuondolewa kwa marufuku ya vyama vya kisiasa ambayo ilikuwa imewekwa na wakoloni. Pia wawakilishi hao walikubaliana kuunda chama cha kisiasa cha Waafrika kilichojulikana kama Kenya African National Union KANU. Ngala alichaguliwa kwenye kamati ambayo ilitengeneza katiba ya chama cha KANU, na katika mkutano uliofanyika katika eneo la Kiambu akachaguliwa kama mweka hazina wa chama hicho. Alikataa wadhifa huo kwa vile alitarajiwa kuwa angechaguliwa kama mwenyekiti. Daniel Arap Moi ambaye alichaguliwa kama naibu mwenyekiti wa KANU pia alisusia kuchukua wadhifa huu. Wanasiasa hao walikihama chama cha KANU na kuunda chama chao kilichoitwa KADU, Kenya Africa Democratic Union, ambacho nia yake ilikuwa kuwakilisha makabila madogo madogo. Ngala alikuwa na umri wa miaka 37 wakati huo. Katika mkutano wa chama hicho uliofanyika Ngong, Ngala alichaguliwa kama mwenyekiti wa KADU. KADU ilitaka kuwepo kwa serikali ndogo za majimbo, ilhali KANU ilitaka kuundwa kwa serikali moja ya taifa. Katika uchaguzi wa baraza la uwakilishi uliofanyika 1961, KADU ikiongozwa na Ngala ilishinda viti 11, huku KANU ya Kenyatta ikishinda viti 19. Hata hivyo, viongozi wa KANU walikataa kuunda serikali, wakisisitiza kuwa walitaka Kenyatta aachiliwe kutoka kizuizini. Lakini Ronald Ngala na wenzake walikubali kuunda serikali, na akachaguliwa kuwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni na kisha waziri mkuu kiongozi. Kenyatta alipoachiliwa kutoka kizuizini alikubali kuwa kiongozi wa KANU, na kupitia kwa uongozi wa Kenyatta, KANU ilishinda viti 83 kati ya 129 vilivyoshindaniwa katika uchaguzi wa mwaka wa 1963. Mnamo Novemba tarehe 12, 1964,
Wanachama 6 wa KADU wakiwemo Ngala, Daniel Arap Moi na Masinde Muliro waliamua kuvunja chama chao na kuhamia KANU. Rais Kenyatta alimteua Ronald Ngala kama waziri wa ushirika na huduma za kijamii. Kisha akamteua kama mmoja wa manaibu wa rais katika kongamano la KANU lililofanyika huko Limuru. Kenyatta alikuwa tayari ashamtema aliyekuwa naibu rais wake Jaramogi Oginga Odinga. Wakoloni walitaka kumteua mmoja kati ya viongozi 4, yani Ronald Ngala, Tom Mboya, Oginga Odinga na Jomo Kenyatta kuwa rais. Kwenye uteuzi huo walimtaka mtu ambaye angewasilisha maslahi yao. Gavana wa wakati huo Michael Blandel, hata hivyo, alisema kuwa Ngala hangefaa kuwa rais kwa sababu maarufu wake ulikuwa katika eneo la pwani peke yake. Blandel alimpendelea Kenyatta aliyemuona kuwa bora kuliko Tom Mboya na Odinga ambao walisema walikuwa wabinafsi na kisha walishindana na kupingana sana. Kwa upande wake, Kenyatta ambaye alikuwa bado yupo kizuizini Lodwar alikuwa chaguo bora. Alikuwa ameishi Uingereza, alijua njia za wakoloni na angefurahia sana kuwa huru. Na ili awe kiongozi wa nchi ingebidi aachiliwe. Ngala alisemekana kuwa kiongozi mwenye mvuto na hotuba zake ziliwavutia wengi na alikuwa na uwezo wa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hata hivyo, siasa duni na mashindano ambayo yaliyovunja upinzani zilichangia kukosa kuinuka kwa Ngala. Kwa mfano, kuendelea kuenziwa kwa Tom Mboya licha ya kuwa marafiki ni jambo ambalo lilimkera Ngala. Vyama vya KADU na KANU vilikinzana kimtazamo, huku KADU ikitaka nchi ipate uhuru kwa muda wa miaka kadhaa, huku nayo KANU ikitaka uhuru wa mara moja. Miaka 9 baadaye, Ngala alifariki katika ajali ya barabarani akiwa njiani kuja mjini Mombasa. Je, ajali hiyo ilitokea vipi? Je, kifo chake kilitokana na umaarufu wake katika siasa za taifa? Mnamo mwaka wa 1964, Ronald Ngala alikuwa amekiacha chama cha KADU ambacho alikuwa kiongozi wake na kujiunga na KANU akiwa na nia ya kuimarisha umaarufu wake katika uga wa siasa za taifa. Hata hivyo, wapinzani wa ndani ya KANU na baadhi ya Waarabu na Waswahili walikerwa na kuja kwa Ngala katika KANU na walimuona kama mgeni aliyekuja kula chakula ambacho hakuchangia kununua wala kukitayarisha. Kwa mfano, baadhi ya watu kama vile aliyekuwa meya wa Mombasa, Msanifu Kombo, ambaye alikuwa mwanachama wa KANU tangu mwanzo, alichukizwa kuona anavyoongozwa na mtu ambaye alikiingia chama chao hivi majuzi. Baada ya kufariki kwa Tom Mboya mnamo mwaka wa 1969, nyota ya Ngala ilianza kudidimia kwani Tom Mboya alikuwa anamuunga mkono. Baadhi ya wanasiasa kutoka bara walianza kutumia vitisho kueneza uoga na hata kuwafadhili wapinzani wa Ngala kumpiga vita. Ronald Ngala aliponea tu kutokana na umaarufu wake, ujanja wa kisiasa na hata kuwakabili wapinzani wake kwa eneo la pwani. Lakini wimbi lake la umaarufu lilikatizwa tu pale alipofariki ghafla kwa njia ya kutatanisha. Mnamo tarehe 12 Disemba 1972, redio idhaa ya taifa ilitangaza kuwa Ngala alihusika katika ajali kwenye eneo la Konza katika barabara kuu ya Nairobi kuja Mombasa. Waziri huyu wa nishati na mawasiliano, taarifa zikasema alilazwa katika hospitali kuu ya taifa ya Kenyatta akiwa na majeraha mabaya ya kichwa, na hapo ukawa ndio mwanzo wa taarifa za kuitalafiana kuhusu hali ya Ngala. Kwa mfano, kuna waliosema hali yake ilikuwa tete na wengine walisema kuwa Ngala alikuwa anapata nafuu. Hata hivyo, shauku zote ziliisha Disemba 25 ya 1972 pale idhaa ya taifa ilipotangaza kwenye taarifa yake ya saa 7 kuwa Ronald Ngala alikuwa amefariki dunia. Maswali mengi yalizidi kuibuka kumhusu Ngala. Mbona ajali yake ilitokea katika siku kuu na pia kufariki katika siku kuu nyingine? Je, kuna uwezekano mambo haya yalipangwa kufanyika wakati watu wako nyumbani wakisherehekea? Kulikuwa na nia gani? Je, kuna mtu aliyetaka kuwavunja watu mioyo huku yeye akisherehekea? Katika eneo la pwani, hali ya maombolezo ilitanda, huku wengi wakiomboleza kiongozi wao. Katika ngazi za kimataifa, waziri wa mashauri ya kigeni wa Uingereza E. Douglas aliomboleza Ngala kama mtu aliyetoa mchango mkubwa katika kutengenezwa kwa katiba ya kwanza ya Kenya. Mnamo Disemba 27, mwili wa Ngala ulile. Oginga Odinga aliomboleza Ngala kama mwanasiasa aliyeacha ualimu na kuingilia siasa ili kusaidia binadamu. Oginga alisema Ngala alivishinda vita vya kisiasa kwa ujasiri na kwa upole, na ilikuwa ni jambo la kusikitisha kuona kuwa alifariki kama angali kijana na wakati mchango wake katika siasa za taifa ulikuwa unahitajika. Kifo cha Ngala kilizuia hisia kali miongoni mwa wanasiasa nchini. Raia wa chama cha wafanyikazi Fred Omido alisema kifo hicho kiligubikwa kwa wingu nzito la shaka. Katibu wa chama hicho na mwakilishi wa eneo la Kwale ya Kati Juma Boy aliitaka serikali kuondoa shaka zilizokuwa miongoni mwa Wakenya.
Kwa upande wake, Omido alisema huenda hakukuwa na ajali yoyote kwa sababu hapakuwa na picha kwenye magazeti kuonyesha jinsi ajali hiyo ilitokea. Naye Juma Boy alisema taarifa za usafiri wa Ngala zilihitilafiana, huku zingine zikisema alikuwa anasafiri kutoka Mombasa kuja Nairobi na zingine zikisema alikuwa anasafiri kutoka Nairobi kuja Mombasa. Boy alidai kuwa ajali hiyo ilipangwa ili kumwangamiza Ronald Ngala. Tawi la Mombasa la KANU liliunga mkono kuundwa kwa kamati ya uchunguzi wa kifo cha Ngala, na kutokana na shinikizo la wananchi, serikali ikakubali kuunda kamati hiyo ambayo iliongozwa na hakimu mkuu mkazi Mr. SK Sachdeva. Serikali iliwakilishwa na naibu kiongozi wa mashtaka James Karogo, huku wakili DW Deverell akiwakilisha familia ya Ngala. Katika siku ya kwanza ya uchunguzi, jopo hilo lilienda kuona gari ambalo lilihusika kwenye ajali katika kituo cha polisi cha Machakos, na kulingana na Justin Ponda, gari hilo lilikuwa tofauti na vile alivyoliona siku ya ajali. Ponda alidai gari hilo lilikuwa limeharibika sana, tofauti na vile lilivyokuwa wakati alipoliona mara ya kwanza. Alidai gari hilo lilibondwa sana ili kuonyesha kiwango cha ajali lililokuwa limeharibika. Shahidi mwingine Jonathan Msomba alisema dereva wa Ngala alikuwa amejaribu kufukuza nyuki walioingia kwenye gari lake wakati lilipobingirika. Shahidi huyo alitakiwa kueleza kama dereva alikuwa amekwepa nyuki ama nyumbu, lakini akasisitiza kuwa dereva alitaja nyuki na sio nyumbu. Shahidi mwingine Esther Ngoloma alisema dereva huyo alikuwa amefukuza nyuki. Kwa upande wake, dereva wa Ngala Elijah Nzimbo alisema hapakuwa na nyuki, ila alikuwa anajaribu kuwakwepa nyumbu. Alisema hakuna wakati hata mmoja aliwahi kuwazungumzia nyuki na alipata ajali alipokuwa anakwepa nyumbu. Mkanganyiko huu ulizidi kutia shaka kuhusu kifo cha Ngala. Swali ambalo lilizidi kukuna kichwa ni kwa nini Ngala aliamua kusafiri Mombasa kwa kutumia gari na wala sio ndege. Mke wa Ngala, Bi Esther Ngala, aliambia jopo hilo la uchunguzi kuwa mume wake hakuwahi kumpigia simu kumwambia alikuwa anasafiri kuja Mombasa. Mke mwingine kwa jina Wairimu alisema kuwa Ngala alikuwa anasafiri kutoka Nairobi kuja Mombasa kwa njia ya ndege, ambapo angelala na kisha asafiri hadi Malindi ambapo wangekutana. Dereva mwingine ambaye alikuwa amembeba Ngala kwa muda wa miaka 14 alisema Ronald Ngala alionekana kutokuwa na furaha alipoenda kwenye uwanja wa ndege kumwangalia Wairimu ambaye hakuwasili. Kwa upande wake, Wairimu alisema kuwa alikuwa ameongea na mumewe kuhusiana na safari yake iliyotibuka. Naibu mwenyekiti wa KANU Mombasa, Sharif Nasir, alisema kuwa Ngala alikuwa hajawahi kuhudhuria sheria za Jamhuri Mombasa tangu alipochaguliwa kama waziri mwaka wa 1966. Hata hivyo, huu tu ni upande mmoja wa simulizi la kilichomuua Ngala, lakini upo upande wa pili na wa kusisimua zaidi unaomhusisha Rais Jomo Kenyatta na Wakikuyu wenzake katika kifo cha Ronald Ngala. Kwa watu wengi, huu ninaoenda kusimulia ndio tu upande wa stori hii ambao unaonekana kuwa wa kweli. Baadaye, gazeti la kitaifa la The Standard lingechapisha msururu wa matukio yaliyofanyika siku ya kifo cha Bwana Ngala. Matukio hayo yaliyosimuliwa na gazeti hilo yakawa yanakinzana kwa njia nyingi na ripoti za serikali kuhusu aliyemuua Ngala, na yakawa yanafuatana namna hii. Ikiwa sikukuu ya kusherehekea Jamhuri tarehe 12 Disemba, waziri huyo wa umeme na mawasiliano aliondoka nyumbani kwake Pwani akielekea Nairobi, huku akiendeshwa na dereva wake kwa gari rasmi la serikali aina ya Mercedes Benz. Baadaye jioni hiyo, redio ya kitaifa ya Voice of Kenya VOK ikatoa tangazo kusema waziri Ngala alikuwa amehusika kwa ajali ya barabarani alipokuwa anasafiri kutoka Pwani kwake kuja Nairobi na akalazwa hospitalini huko Kenyatta National Hospital. Baada ya muda usio mrefu, redio hiyo ya serikali ikabadilisha kauli yake, wakati huu ikisema Ngala alipata ajali alipokuwa anasafiri kutoka Nairobi kuelekea kwake nyumbani huko Pwani. Wakati huo huo, magazeti yasiyokuwa ya serikali kama The East African Standard na lile la Nation yakawa yanachapisha ripoti kuwa waziri huyo alikuwa amelazwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi cha Kenyatta kwa majeraha yake mazito. Siku iliyofuata ripoti hizo, aliyekuwa msimamizi wa hospitali ya Kenyatta wakati huo, Bwana Darius Mbella, alijitokeza na kukanusha hadharani ripoti hizo za Ngala kulazwa ICU. Katika miaka iliyofuata, msimamizi huyo Darius Mbella angeishia kufanya waziri wa serikali. Basi alijitokeza na kusema hivi, nitanukuu: kinyume na taarifa za magazeti, inaonekana waziri Ngala hakupata majeraha yoyote kwa kichwa chake na picha za ultrasonic zimeonyesha hali ya kawaida bila majeraha yoyote ndani ya kichwa chake. Mwisho wa nukuu. Bwana Darius Mbella aliposema hayo, alikuwa ameita mkutano wa wanahabari katika hospitali hiyo kuu ya Kenyatta,
na akaja na x-ray pictures alizoonyesha kama ushahidi kuwa afya ya waziri Ronald Ngala haikuwa hatarini. Wanahabari waliokuwepo hawakumuuliza athibitishe kuwa picha hizo kweli zilionyesha kichwa cha Ronald Ngala. Pamoja na msimamizi huyo wa Kenyatta Hospital, alikuwepo daktari mwingine wa kigeni kutoka Ujapani aliyeitwa Profesa Fujita, ambaye kwa mujibu wa serikali alikuwa amekuja kuhakikishia Wakenya kuwa waziri Ngala hakuwa katika hatari yoyote ya kifo. Katika hotuba yake, Bwana Mbela akawa anajikanganya mwenyewe, kwani licha ya kusema Ngala hakuwa na majeraha, alikuwa bado anasisitiza kuwa madaktari na idadi kubwa ya wataalam walikuwa wanamshughulikia Ngala wakati wote huo. Alizidi kusema kuwa kinyume na fununu zote kuhusu ajali ya Ngala, yeye mwenyewe alikuwa amezungumza na waziri huyo na akapendekeza kuwa hangeweza kuongea iwapo angekuwa na majeraha mabaya ya kichwa yalivyodai magazeti. Msimamizi huyo alimalizia kwa kuhakikishia wanahabari kuwa waziri Ngala alikuwa amepatwa tu na mshtuko wa ajali na eti hangekaa hospitalini kwa muda mrefu. Maswali zaidi yalipoulizwa kuhusu hali hiyo, msimamizi huyo wa hospitali akawa anajishukushuku na akaumaliza mkutano huo ghafla kwa kusema taarifa zaidi zingetoka baada ya siku 2. Chini ya wiki 2 baadaye, wakati wa Kenya wakisherehekea sikukuu ya Krismasi, ikatangazwa rasmi kuwa Ronald Ngala alikuwa ameaga dunia. Maswali yakaanza kuulizwa kuhusu uhusika wa serikali na maadui zake wa kisiasa. Serikali ya mzee Jomo Kenyatta ikabuni tume maalum ya kuchunguza kifo cha Ronald Ngala. Tume hii ya inquest kwa kifo cha Ronald Ngala ilichapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali tarehe 19 Februari mwaka wa 1973. Zaidi ingesimamiwa na hakimu J.S. Sachdeva, ambaye hapo mbele alikuwa anaelekea kupandishwa cheo awe jaji kamili baada tu ya kesi hii. Tume hiyo ya uchunguzi iliambiwa kwamba siku hiyo ya kifo cha Ronald Ngala, waziri huyo alikuwa anatarajiwa kufika kwa hafla ya siku ya uhuru ambayo Rais Jomo Kenyatta mwenyewe angeongoza huko katikati mwa jiji kuu katika bustani la Uhuru Park, na ambayo kawaida mawaziri wake wote walikuwa wanahudhuria bila kukosa. Uchunguzi wa tume hiyo maalum ulipata kuwa Bwana Ngala alibadilisha mipango yake katika dakika za mwisho, na badala ya kwenda Uhuru Park kujiunga na rais, akaamua kusafiri kwenda pwani, kwani mkewe mdogo wa pili aliyekuwa na umri wa miaka 22 wakati huo alikuwa amekataa kabisa kuja Nairobi ili andamane na waziri huyo kwa hafla hiyo ya jamhuri. Ripoti ya gazeti la The Standard inasema tume hiyo haikujaribu kumtafuta mke huyo wa pili athibitishe madai hayo. Kwa upande wake, mwanamke huyo angekuja kukanusha kuwa alikuwa anamtarajia mumewe kutoka Nairobi siku hiyo. Katika kisa cha nyuki na nyumbu, hivi ndivyo gazeti hili la The Standard linavyoeleza jinsi ajali hii ilifanyika. Dereva huyo wa kibinafsi wa Ronald Ngala alishuhudia hivi: alikuwa anaendesha gari hilo la mdosi wake kwa kasi na walikuwa urefu wa kilomita 60 kutoka Nairobi kuelekea Mombasa, ambapo nyuki wengi waliingia kwa gari hilo ghafla katika eneo la Konza. Dereva huyo alishuhudia kwamba alipoteza mwelekeo na gari hilo likafanya ajali na kubingirika mara 3. Zaidi, dereva huyu ambaye alikuwa askari wa polisi akatoa ushahidi kuwa walipopata ajali tu, mtu mmoja alitokea ghafla nyuma ya eneo la ajali na kujitolea kuwasaidia, huku akidai alikuwa amemuona waziri Ngala amekaa nyuma ya gari hilo kwa kibahati nasibu tu. Waziri Ngala alikuwa bado yupo kwa kiti cha nyuma huku akivuja damu, na mtu huyu ambaye ripoti ya gazeti hilo la The Standard linamuita kwa neno la mabano la msamaria mwema akajitolea kumbeba hadi hospitalini mjini Machakos. Mtu huyo msamaria mwema hakuwahi kujulikana, na alipotafutwa kutoa ushuhuda mbele ya tume hiyo maalum hakupatikana tena. Dereva mhusika akazidi kusema kuwa walipofika hospitalini na waziri Ronald Ngala, daktari wa asili ya Kiisraeli aliyekuwa hapo Machakos Hospital akabaini kuwa Ngala alikuwa na majeraha mabaya ya kichwa na alifaa kufikishwa Nairobi mara moja katika hospitali kuu ya Kenyatta kwa matibabu zaidi. Daktari huyo wa Kiisraeli pia hakutokea kama shahidi kujibu maswali ya tume hiyo ya utafiti. Huko hospitali kuu ya Kenyatta, Ronald Ngala alisemekana kuhudumiwa kwa dharura na madaktari 17 wakiongozwa na Daktari William Frindle ambaye serikali ilisema ilimleta kutoka Canada. Mbele ya tume ya utafiti, Daktari William Frindle kutoka Canada alisema kuwa Ngala alipoletwa kwake alikuwa amepata jeraha aina ya concussion ndani ya kichwa chake, na jeraha hilo ndilo liliishia kuathiri maini, figo na moyo wake na kumuua. Hata hivyo, watafiti wa wafu wa serikali ya Kenya waliokagua maiti ya hayati Ngala baada ya ajali walikuwa na ukweli tofauti. Watafiti hawa wa wafu walisema kwamba huenda kifo cha Ngala kilitokana na kupigwa kwa chombo kizito, yani silaha butu, kwa kifua chake. Kauli hii ilitolewa na mtafiti mkuu wa wafu wa serikali, yani Chief Government Pathologist, na ikachapishwa na nyumba za habari nchini wakati huo.
Siku iliyofuata kauli hii, aliyekuwa mkuu wa mashtaka ya umma serikalini James Karogo alitokea hadharani kukosoa wanahabari, akisema walimnukuu vibaya mtaalamu huyo aliyekuwa government pathologist kwa kuchapisha neno blunt weapon, silaha butu, wakati kile alichosema ni blunt instrument, yani chombo butu. Hii ilionekana sawa na kukubali waziwazi kwamba huenda Ronald Ngala hakuwa ameuawa na ajali ya barabarani. Kiajabu, Jaji Sachdeva aliyesimamia uchunguzi huo alikubaliana na DPP Karogo na akatoa mzomo na maagizo makali kwa wanahabari kuhusiana na kesi hiyo wakati huo. Hatimaye, utafiti wa Jaji Sachdeva na tume nzima ukamalizia kazi yake na kusema hapakuwa na njama yoyote ya kuua Ronald Ngala na kuwa kilichomtoa roho ni ajali yake ya barabarani. Miaka mingi baadaye, mnamo mwaka wa 2004, mmoja wa wake zake Ronald Ngala aliyeitwa Esther Mwenda akawaambia wageni waliomtembelea kuwa mumewe alijua maisha yake yalikuwa hatarini kabla hajauawa. Alisema kwamba wiki mbili kabla ya ajali yake 1972, Ngala alikuwa amemwambia mkewe huyo kuhusu nguvu za giza ama dark forces zilizokuwa zinamuandama. Mjane huyo alisema alijua mengi kuhusu kifo cha Ngala ambayo angefichua hivi karibuni. Miaka 13 baadaye, katika ukumbusho wa kifo cha Ngala uliofanyika 2017, Bi Esther Mwenda alitoa tena ahadi ya kufichua alichokuwa anajua kuhusu njama ya kuua mumewe, lakini baadaye akarudi tena kukaa kimya. Mama huyo aliishia kufa mwaka wa 2021 kwa umri wa miaka 90 bila kufichua siri yake. Ngala, ambaye alikuwa babake Waziri Noah Katana, ambaye alihudumu enzi za Rais Moi, alijaliwa kuwa na watoto 12. Atakumbukwa kwa kuwa mwanasiasa wa serikali za majimbo ambazo kwa sasa zinaitwa serikali za ugatuzi. Kwa sasa jina la Ngala linakumbukwa kutokana na taasisi na sehemu ambazo zilipewa jina lake, kama vile barabara ya Ronald Ngala mjini Nairobi, Ronald Ngala College katika eneo la Vipingo, shule za msingi za Ronald Ngala mjini Nairobi na Mombasa, shule za upili za Ngala Memorial Kilifi na Malindi na mitaa